Hii TV na minadiayo.com. Unafahamu watu wengi tumekuwa tukitamani kuwekeza kwenye fursa mbalimbali za kiuchumi. Wakati mwingine unakuwa na fedha au na kiasi kidogo cha fedha unatamani kukifanya kikue na kuongezeka ili uweze kutimiza malengo yako ambayo umejiwekea. Umiliki ndinga kali, umiliki mjengo mkali, lakini pia uweze kumudu gharama nyingine mbalimbali za kuendesha familia. Sasa leo niko hapa Zan Securities. Zan Securities Limited ni wakala wa soko la hisa. Na nimekuja hapa ili tuweze kupata majibu ya jinsi gani tunaweza kuwekeza kwenye masoko ya mitaji, kununua hisa na tufahamu kuhusiana na masuala mazima ya hati fungani ili pesa ambayo uko nayo uweze kuiwekeza kwenye masoko ya hisa na ikuzalishie faida kubwa zaidi. Nitaingia hapa ndani na nitazungumza na wahusika ambao wako hapa. Nitazungumza na Anastasia Dafi, lakini pia nitazungumza na Isaac Lubeja. Wao ni wahusika wa hapa Zan Securities na wanayo mambo mengi kutufahamisha kuhusiana na mambo bora ambayo tunaweza tukawekeza kwenye masoko ya hisa na kuzalisha mitaji. Karibu. Isaac, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Isaac Lubeja, ni mkuu wa idara ya utafiti pamoja na ushauri kutoka kampuni ya Zan Securities. Kwa kifupi, Zan Securities ni wakala wa soko la hisa ambao tumeidhinishwa na mamlaka ya mitaji na dhamana CMSA, na kikubwa tunatoa huduma tatu. Huduma ya kwanza ni ushauri wa uwekezaji, lakini tunafanya huduma ya wakala wa soko la hisa ambapo tunaunganisha Watanzania na soko la hisa la Dar es Salaam ili kuwawezesha kuweza kununua na kuuza dhamana za wawekezaji. Lakini kazi kubwa ya tatu ambayo tunaifanya ni usimamizi wa uwekezaji. Na hii yote ni kurahisisha ule mfumo wa Mtanzania kuweza kupata fursa za uwekezaji. Kwa sababu lengo kubwa ni kumfanikisha mtu yeyote aweze kuwekeza ili baadaye aweze kupata maendeleo ya kiuchumi. Ndio. Tufahamishe kidogo kuhusiana na uwekezaji ambavyo unafanyika na jinsi ambavyo Mtanzania anaweza kukuza mali yake. Kuna Mtanzania yuko hapa sema tazama ana pesa yake na mali zake na anatamani kuzikuza na kuwekeza ili ziweze kumletea faida kupitia Zan Securities. Ni namna gani mtu anaweza kufanikiwa kwenye hilo? Sisi kwa sababu nimetoka kuzungumza kwamba ni wakala wa soko la hisa, tumetoa huduma hii kwa zaidi ya miaka 15. Tumehudumia watu binafsi, mashirika ya umma, mashirika binafsi, na hii yote ni kuweza kuwapatia huduma ya uwekezaji. Sasa tunapozungumzia huu uwekezaji au hii huduma ya uwekezaji ambayo tunaitoa, ni huduma ambayo tunaitoa kwenye masoko ya mitaji ambapo mtu anaweza akanunua na kuuza dhamana za uwekezaji kama vile hisa, hati fungani, vipande vya uwekezaji. Kwa hiyo mtu anaweza kunufaika kwa namna hii ya uwekezaji. Lakini dhamana kubwa ambayo watu wamekuwa wakinunua sana ni hizi hisa za makampuni ambayo yameorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Na najua watu wengi watakuwa wanajiuliza maana ya hisa ni nini? Kwa lugha nyepesi tukizungumzia hisa ni umiliki wa biashara au kampuni yoyote, na mtu anaweza kafikiria kwamba imagine kama ungekuwa na hisa ya kampuni ambayo unaipenda. Ina maana kwamba hiyo kampuni inapokuwa na wewe unanufaika. Kwa hiyo uwekezaji kwenye hisa unampa Mtanzania uwezo wa kumiliki sehemu ndogo ya kampuni ambayo anaipenda ndani ya Tanzania au hata nje ya Tanzania, na anaweza kanufaika pale ambapo kampuni inapata faida, inakuwa na inaweza katoa magawio, hata ile thamani ya uwekezaji inaweza pia ikaongezeka. Kwa hiyo huu ni uwekezaji ambao tunaona sasa hivi kwa sababu ya ongezeko la uelewa na pamoja na uongezeko wa teknolojia, watu wengi popote pale walipo wanaweza wakaanza kununua hisa hata kupitia simu zao za mkononi. Unajua miaka 10 iliyopita ilikuwa mpaka inakulazimu uje ofisini kujaza form alafu sisi ndo tunakununulia hisa, lakini sasa hivi una uwezo wa kufanya hivyo kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo huu uwekezaji ambao tunaofanya au hii huduma ambayo tunaitoa, tunamrahisishia Mtanzania kuja kuwekeza kwa kununua dhamana za uwekezaji. Sasa kwa mtu ambaye afahamu umuhimu wake, ni kwa faida zipi ambazo mtu atazipata endapo ataamua kuwekeza kwenye hisa? Swali zuri sana, na sisi tunasisitiza mara nyingi sana kabla mtu yote hajafanya maamuzi ya uwekezaji wa aina yoyote, ni lazima ajiridhishe na ajielimishe kuhusiana na huu uwekezaji. Kwa sababu nimesema kwamba hisa ni kama umiliki wa biashara. Kwenye kufanya biashara kuna kupata faida na kupata hasara. Mwekezaji anaweza kanufaika pale tu ambapo kampuni inapata faida. Sasa ni jinsi gani ambavyo mtu anaweza kagundua kwamba hii kampuni ni kampuni nzuri, mimi niweze niwekeze hela nikanunua hisa. Tunatoa hiyo huduma. Kwa hiyo kwa kupitia yale makampuni ambayo yameorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam,
tuna watu ambao wana utaalamu, wanafanya uchambuzi wa hayo makampuni na wanatoa ushauri kwa watu ni namna gani ambavyo wanaweza wakafanya uwekezaji kwenye hayo makampuni. Kwa hiyo soko la hisa Dar es Salaam limekuwa sana, limekuwa kwa zaidi ya 10% kutoka mwaka 2023 mpaka mwaka 2024. Na tukiangalia hata mwanzo wa kipindi kuanzia mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi, tunasema kwamba ukubwa wa soko la ndani au domestic market capitalization imeweza kuongezeka kwa zaidi ya bilioni 500. Kwa hiyo thamani za makampuni yote ya ndani ambayo yameorodheshwa, ukiyakusanya kwa pamoja, thamani ya ukuaji ni zaidi ya bilioni 500. Kwa hiyo sehemu ambayo Mtanzania anaweza kupata uchumi au maendeleo ni kupitia soko la hisa. Kwa hiyo tunawakaribisha kila mtu aanze safari yake ya uwekezaji, na unajua urahisi ni kwamba hauhitaji hata hela nyingi. Ni kuanzia hisa 10 unaweza ukaanza kuwa na wewe mwekezaji. Kwa hiyo hisa 10, kama hisa kampuni moja ni shilingi 500, ina maana kwamba ni shilingi 5,000 tu. Hati fungani kwa lugha nyepesi ni mkopo ambao unakufanyia kazi. Kwa hiyo biashara nyingi zinahitaji mikopo. Sasa ili kutengeneza dhamana ya uwekezaji, wewe unaweza ukazikopesha hiyo kampuni, unaweza ukaikopesha serikali kwa kuwekeza kwenye hiyo dhamana ya hati fungani. Sasa ukinunua hati fungani, unakuwa umeikopesha taasisi binafsi au umeikopesha serikali, na unakuwa unapokea riba kila baada ya kipindi fulani. Na kwa mfano umewekeza kwenye hati fungani miaka 2, baada ya miaka 2 unakuwa unarudishiwa ile fedha ambayo uliwekeza. Kwa hiyo hii ni njia rahisi, hususan kwa wale watu ambao wanataka mapato ambayo yanakadirika. Kwamba ninajua kwamba nikiwekeza kiasi fulani ninalipwa riba ya 15% kwa mwaka, inakuwa ni rahisi kwa mtu kuweza kufanya mahesabu kwamba kila tarehe fulani mwezi wa 7 kwa mfano nakuwa napokea kiasi fulani cha pesa. Kwa hiyo hati fungani ni njia rahisi sana kwa wale wawekezaji ambao wanataka mapato ya kukadirika. Ieleweke kwamba uwekezaji sio haki ya wachache. Uwekezaji inabidi uwe utamaduni wa maisha ya kila mtu. Kwamba tunabidi tuweke huo utamaduni wa kufanya uwekezaji ili baadaye tujitengenezee msingi wa maisha yajayo. Kwa hiyo hii dhana ya kwamba uwekezaji ni kwa ajili ya matajiri sio. Kila mtu ana uwezo wa kuwa mwekezaji. Na sisi kwa upande wetu Zanzibar Securities, kama mshauri wa uwekezaji ambao ameidhinishwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana CMSA, tuna kazi kubwa ya kufanya kwa kuelimisha umma kupitia midahalo mbalimbali, kupitia forum mbalimbali, na tunafanya hivyo kwenda mikoa tofauti na kuelimisha watu kwamba wanaweza wakaanza kufanya uwekezaji na wakaanza kulinda kesho yao leo. Unajua kitu muhimu ni kujijengea msingi, sio kwako wewe lakini pia hata kwa familia yako. Kwa sababu kingine tunasema kwamba ni muhimu ukatenga akiba uwekeze ili uweze kujisomesha baadaye, ili uweze kujenga nyumba, ununue gari, uende safarini. Kwa hiyo tukiwa na huo utamaduni na tukiondoka kwenye ile fikra kwamba uwekezaji ni kwa ajili ya matajiri au watu fulani, kila mtu anaweza kanufaika kwa huu uwekezaji. Lakini sasa faida zipi mtu anazipata akiamua kuwekeza? Kwa mfano tukiangalia tu dhamana kama vile hisa za makampuni ambazo zimeorodheshwa. Natolea mfano wa kampuni moja ambayo mwaka wa 2020 mwezi wa kwanza, thamani ya hisa moja ilikuwa shilingi 95. Na leo tunapozungumza thamani ya hisa hiyo kampuni ni shilingi 700. Kwa hiyo ni ongezeko ya zaidi ya 700, kutoka 95 mpaka 700. Kwa hiyo tukiangalia mifano kama hii, tunaona kabisa ni dhahiri kwamba uwekezaji ambao tunaofanya sisi kwenye masoko ya mitaji ni njia ambayo inaweza kumkwamua kiuchumi Mtanzania yoyote. Kwa hiyo ushauri wetu tunasema kwamba baada ya kuangalia hii video tunawakaribisha watu wote wa Tanzania wote waanze kufanya uwekezaji ili wajenge msingi kwa ajili ya maisha yao ya baadaye, lakini hata sio kwa maisha yao, hata maisha ya watoto wao. Kwa hiyo ni vizuri ukajijengea utamaduni wa kufanya uwekezaji ili baadaye upate akiba ya kutosha na usomeshe watoto kwenye shule ambazo ungependa wasome, au kununua magari ambayo ungependa kununua, au kujenga nyumba ambayo ungependa kuishi. Kwa hiyo tunawakaribisha wote baada ya kuangalia hii video. Sisi tuko jengo la Viva Tower, Posta, barabara ya Ali Hassan Mwinyi na Ohio.
Gorofa ya kwanza Viva Tower. Kwa tunakaribisha kila mtu aje aanze kuwekeza kupitia Zan Securities. Sasa nipo na Anastasia Daffy kutoka hapa Zan Securities. Yeye atutufahamisha kuhusiana na Timiza Fund. Tumekuwa mara kadhaa tukisikia hii bidhaa adhimu kabisa inaitwa Timiza Fund. Sasa unawezaje kuifahamu hii? Anastasia nayo majibu. Tufahamisha Anastasia, ni nini hasa hii Timiza Fund? Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Anastasia Daffy, ni afisa ushauri kutoka Zan Securities. Well, Timiza Fund huu ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao umeanzishwa chini ya Zan Securities, na mfuko huu umeanzishwa baada ya Zan Securities kupata idhini kutoka mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, yani CMSA, ambaye ndiye regulator wetu au msimamizi wa shughuli zote ambazo tunazifanya. Kwa hiyo mfuko huu mainly umeanzishwa ili kuweza kusaidia Watanzania mbalimbali, aidha wawekezaji wakubwa au hata yule Mtanzania mwenye kipato kidogo au cha kati, kuweza kuingia kwenye haya masoko ya mitaji na dhamana hapa Tanzania bila hata kuwa na elimu kubwa sana kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Kwa sababu tumeona kuna changamoto nyingi ya watu kuweza kuelewa labda ni wapi kuwekeza, faida zipi zinatokana na masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo sisi baada ya kufanya masuala ya usimamizi wa soko au wakala wa soko la hisa kwa zaidi ya miaka 15, tukaona pia ni vizuri kuweza kuanzisha mfuko huu ili kuweza kuwasaidia Watanzania. Kwa hiyo basically mfuko huu unakusanya pesa kutoka kwa wawekezaji tofauti. Kama nilivyosema, inaweza ikawa wawekezaji wakubwa, wakati na hata wadogo, na taasisi tofauti, na kisha pesa hizo tunaenda kuziwekeza kwa niaba ya mwekezaji katika dhamana tofauti ambazo ziko kwenye masoko yetu hapa Tanzania. Kwa hiyo dhamana hizo ni kama vile hisa na hati fungani na dhamana zingine. Na kisha baada ya kupata faida ambayo inatokana na uwekezaji huo ambao tumeufanya, tunamrudishia yule mwekezaji faida kwenye kukua kwa mtaji wa kile kiasi ambacho amekiwekeza. Kwa hiyo ni njia salama kabisa ya kuwekeza na haihitaji wewe kuwa na ujuzi mkubwa. Unawapa wataalamu hiyo pesa yako na sisi tunaikusanya na tunaweza kukusaidia kuwekeza. Kwa hiyo tunaona kuna mwamko mkubwa kwa sababu mfuko huu umeweza kuanzishwa mwezi wa 5 mwaka jana, na mfuko uli-aim kuweza kukusanya bilioni 10, lakini mpaka sasa hivi mfuko una operate kwa bilioni 14.9. Kwa hiyo tunaona kuna mwamko kwa Watanzania kuendelea kuwekeza kwenye hii mifuko na kuweza kupata faida ambayo inatokana na mifuko ya uwekezaji wa pamoja kama Timiza Fund. Sawa, umetoa maelezo mazuri sana. Naamini sasa mtu ambaye alikuwa fahamu kuhusiana na Timiza Fund anafahamu. Tunafahamu tupo kwenye dunia ya ulimwengu wa kidijitali. Watu wanachangamkia fursa zao mbalimbali kupitia digital. Na wenda siku za nyuma watu walikuwa wanaambiwa kuhusu uwekezaji kianalogia tu kwamba tukifanya hiki ufanye hiki ufanye hiki. Sasa tupo kwenye ulimwengu wa kidijitali na ulimwengu ambao unakuwa kwa kasi. Zan Securities pamoja na kazi kubwa nzuri mnayofanya, mmewezaje kutengeneza mazingira ya kutumia ulimwengu wa kidijitali kurahisisha masuala mazima ya uwekezaji? Okay, asante sana kwa swali hilo zuri. Well, Zan Securities sisi tunaamini sana kwenye uwekezaji ambao ni rahisi, na tunaamini pia kwa kuweza kumwezeshea mwekezaji kwa kuweza kumpa mwekezaji njia rahisi ya kuweza kuwekeza, pia inamfanya au inamotivate au inampa motisha mwekezaji huo kuweza kuwekeza mara kwa mara. Kwa hiyo sisi kwa kuwa tuna imani kubwa ya kuweza kumsaidia mwekezaji, tumeweza kuweka uwekezaji huu kwenye Watimiza kwa kupitia application, ambayo application hii inaitwa Zan Invest, na mwekezaji yoyote anaweza akadownload application hii kwa kutumia Play Store kwa wale watumiaji wa Android au App Store kwa wale watumiaji wa Apple. Kwa hiyo unaweza ukadownload application ya Zan Invest na ni rahisi kabisa. Unahitaji tu kuwa na kitambulisho chako cha NIDA, kisha unaweza ukafungua ukaweka details zako za muhimu na ukazijaza pale na utafungulia account ya uwekezaji. Kwa kupitia application hiyo unaweza ukanunua vipande vya mfuko wa Timiza, pia unaweza ukauza vipande hivyo, lakini kikubwa zaidi pia unaweza ukaangalia statement yako. Kwa hiyo unaweza ukatrack kwamba siku fulani nilinunua vipande vya shilingi hii, siku fulani nilinunua kipande cha shilingi hii. Kwa hiyo unaweza ukatrack au unaweza ukaona mwenendo unavyoendelea. Na application hii pia itakupa bei ya kipande kwa siku husika. Kwa hiyo unaweza ukaona balance yako jinsi inavyozidi kuongezeka
kadri ya kipande pia kinavyozidi kuongezeka thamani. Kwa hiyo ni njia rahisi kabisa na inaweza kukusaidia wewe kuweza kutrack uwekezaji wako kwa njia rahisi kabisa. Lakini pia tunawahamasisha wawekezaji kuweza kutumia DSE hisa kiganjani, ambayo hii ni application ambayo inamwezesha mteja kuweza kununua hisa kama my colleague Isaac alivyotoka kuongelea kuhusu soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa pia tukiwa tunaongelea masuala ya innovation, pia tunagusia kwamba unaweza ukawekeza pia kwa kununua hisa kwa kutumia application hii ya DSE hisa kiganjani, ambayo pia inapatikana Play Store na App Store. Kwa unaweza ukaidownload, ukamchagua Zan Securities kama broker wako, kisha ukaanza uwekezaji wako na ukanufaika na uwekezaji huo. Kama nilivyosema kwamba Timiza imekuja ili kumsaidia kila Mtanzania na ili kumsaidia Mtanzania wa kila